Wanaume ambao wana maono makubwa hawajawahi kuwa romantiki. Wanaume ambao wana ndoto kubwa kwenye maisha yao ambazo wanatamani kuzitimiza au wana malengo yao ambayo wanatamani kuyafikia makubwa, hawajawahi kuwa romantiki. Na mwanaume mwenye maono makubwa huwa anahitaji kupata mwanamke ambaye amekomaa kiakili. Mwanamke ambaye hahitaji maneno ya mume ili kujihakikishia kama anapendwa. Anahitaji mwanamke ambaye ana akili ya kutambua kwamba hiki anachokifanya mume wangu 1, 2, 3 ndio upendo wake kwangu. Kwa sababu mwanaume mwenye maono makubwa akisha kuoa akakuweka ndani ya nyumba yake, yeye huwa anaanza kufocus kutafuta pesa kwa ajili ya kujenga kesho yenu. Mwanaume ambaye ana maono makubwa huwa hana muda wa kukaa anze kukwambia baby sijui hiki kilienda wapi au akutafute mchana. Kwa hiyo huyu mwanaume anahitaji mwanamke ambaye amekomaa kiakili. Mwanaume mwenye maono makubwa yeye ana focus kutafuta pesa kwa ajili ya kuhakikisha hakuna kitu kinakosekana pale nyumbani kwa mkewe. Mahitaji yote anataka ayatimize. Watoto wake wasikose kitu chochote. Hiyo ndio namna ambavyo yeye anaonyesha upendo. Sio mtu wa maneno mengi. Hata mchana hawezi kukufikiria wewe, kwa sababu wanaume wenye maono makubwa huwa hawawezi kufikiria vitu vingi kwa wakati mmoja. Yaani yeye akienda kazini, akili yake yote anaihamishia kwenye utafutaji wa pesa. Anakuwa busy, hawezi kufikiria kwamba nipige simu nifanye nini. Huo wakati mwingine unakuta anakosa hata huo wakati wa kukutafuta wewe, anakosa. Kwa hiyo mwanaume ambaye ana maono makubwa akipata mwanamke mwenye akili, yeye ataelewa kwamba mume wangu kwa namna ambavyo anaperform kwenye familia, hii ni namna ambavyo anaonyesha kwamba ananipenda. Mwanaume wangu anapohakikisha sikosi kitu chochote, hii ndio namna anavyonionyesha ananipenda. Kwa hiyo huyo mwanamke hata kumpigia mumewe yeye anachukulia ni swala la kawaida, kwa sababu anajua kwamba mume wangu mimi ni mtu ambaye yuko busy sana na utafutaji wa maisha. Kwa hiyo anajua hata nikimpigia mimi mume wangu mchana, mume wangu umeshindaje na nini, inatosha. Sio lazima mume wangu anikumbuke, kwa sababu mume wangu anakuwa yuko busy. Lakini mwanaume mwenye maono makubwa akioa mwanamke ambaye akili zake ni ndogo, huwa anakuja kuibiwa mke wake na mtu tapeli kabisa. Mwanamke anakuja kuibiwa na mwanaume ambaye hana kazi, hana pesa mfukoni na wala hana akili ya maisha. Kwa sababu tu yule mwanaume ule muda anaompa mke, baby umeshindaje, umekula nini, umefanya nini, mwanamke anachanganyikiwa. Kwa sababu wanawake wengi wanafikiri kwamba upendo upo kwenye maneno. Lakini hapana, upendo uko kwenye matendo. Na wanaume wengi sana ni watu ambao wana maono makubwa, na ndio maana sio watu wa maneno mengi. Kwa hiyo usije ukadanganyika huko, ukafikiri mwanaume anayekutafuta wewe kila mchana kukubembeleza eti baby umekula nini ndiye anayekupenda. Hapana, mumeo pia anakupenda, ni vile yeye ni mtu tofauti. Ana mambo mengi ambayo ana focus kuyatimiza kwenye maisha yake. Kwa hiyo ukijichanganya utatapeliwa na matapeli.